Kwa hiyo ni makosa. Narudi sasa kwenye maudhui, nimefupisha sana na mambo mengi nimeyaacha. Ni makosa kulizungumzia suala la Masjid al-Aqsa kwa mtazamo wa Uarabu. Wajua Waarabu wangeungana, ni makosa makubwa kabisa. Palestina, al-ardh al-muqaddasa, al-Masjid al-Aqsa haiwezi kukombolewa kwa Uarabu, wala sio jukumu la Waarabu, ni jukumu la Waislamu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake hakufanya ujasiri wa kwenda kupigana moja kwa moja na Wabizanti au Warumi kabla hajawaandaa watu wake kupambana nao kiimani na kijeshi. Lakini watu walipokuwa tayari, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitengeneza watu walisalimisha wenyewe funguo za Masjid al-Aqsa. Wakaona kwamba sisi hapa sio kwetu, tuondoke, sisi hatuwezi kuishi tena. Ikawapata hofu. Dola kubwa ilikuwa imetawala Ulaya na Ulaya Mashariki, nchi za Kiarabu, mpaka huko Afrika, kaskazini mwa Afrika. Ghala kubwa na hazina kubwa ya Warumi duniani ilikuwa ni Misri. Mali zote za kusanya Misri, kwa sababu Misri ilikuwa iko chini ya Warumi, mpaka Ethiopia, mpaka mwambao wote walikuwa Warumi wana nguvu, mpaka Yemen. Na ndio maana kulikuwa na kina Abraha kule Yemen na ndugu yake Asba kule Ethiopia, Aksum. Kabla hajazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abraha yupo. Warumi wanatawala Roman Empire na Ukristo uko kina Najashi. Kwa walitawala kote kukwani kwao, mji dola kubwa latisha kabisa na askari wa ajabu kabisa. Lakini ulipofika wakati wa ukweli, Warumi waliachia al-Masjid al-Aqsa, akapewa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kwa kuwa wale walikuwa wanastahili kukaa pale, Waislamu wa kweli. Kwa hiyo jambo liliendelea hivyo wakati wa masahaba, khilafatu rashida, wakati wa daula ya Bani Umayya. Na Bani Umayya wakahamisha makazi yao, ikawa asima ya daula, capital city ya nchi ya Kiislamu imehamia iko Sham, ikiwemo huko Baitul Maqdis. Wako Sham, Dimashq. Muawiya ameishi miaka yote akiwa iko Dimashq na utawala wa Bani Umayya uko pale. Uislamu kama umepata nguvu na watu wa kwenye ribat. Uislamu kama unakwenda Ulaya Magharibi na Ulaya Mashariki, kwa kuwa ni sehemu moja ya kistrateji, ni sehemu muhimu sana kistrategia katika jambo la da'wa na Uislamu. Imekwenda hivyo mpaka zama za Abbasiya, mpaka iliyotokea sitaki kueleza, ikarudishwa tena ikawa iko chini ya Uislamu wakati wa Salahuddin al-Ayyubi, daulatul Ayyubiyya. Sasa mkakati wa kuwasimika Wazayuni pale ambao ndio walowezi katika nchi ile ukafanywa katika mwanzo wa karne ya 19 au mwishoni mwa karne ya 19 kuja karne ya 20, mpaka ilipofika Mei 1948 Mayahudi wakatangaza dola yao. Waliletwa kinguvu bwana, wakawekwa pale, wakatangaza dola yao kwamba ni dola yao na wao ndio wenyewe pale. Baada ya dakika 11 tu kwa tangazo lile, kutangazwa dola ya Mayahudi, dakika 11 tu Amerika akakiri kwamba, akatambua uwepo wa dola ya Israeli. Mei 1948 ndiyo dola ya Wazayuni yasimikwa kimabavu, kwa sababu ile iko chini ya mahamia ya Muingereza. Sasa wakaiweka pale kimabavu, ikawekwa, wakaunda serikali na kila kitu chao. Walipotangaza baada ya dakika 11, watu hesabu dakika 11, Amerika wanatangaza kwamba sisi tunaitambua dola hiyo. Na pia baada ya hapo wanasema kutambuliwa pia Warusi pia walitambua, walikubali.
Ikawa dola hii si rahisi kupambana na Waislamu kwa wakati ule. Kwa hiyo Uingereza walihami, walipoanza kudhoofika jambo lile wakamwachia Marekani. Kwa hiyo uko pale kwa uangalizi wa Marekani na Umoja wa Mataifa. Lakini kila siku ikawa kuna hali ya uporaji inaendelea. Wanajitanua. Kama umeuziwa shamba eka moja, baada ya miaka miwili una eka 10. Umezitoa wapi? Mtajua wenyewe. Anajitanua tu Myahudi. Mwenyewe jita Muisraeli, Wazayuni wanajitanua tu. Wanaichukua nchi ile kimabavu. Swali, je, wao ndio wanastahiki? Je, ni sisi ndio tunastahiki? Kama ni wao, kwa sifa zipi na vigezo gani? Kama ni sisi, kwa sifa zipi na vigezo gani? ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كما سؤال لبيت المقدس ni swala kiimani. Wajibu wetu sisi ni kufanya nini ili Baitul Maqdis irudi kwenye mikono yetu? Lakini lazima kwanza elimu iwepo kwamba ile ni sehemu takatifu, haifai kunajisiwa na mikono ya walowezi wa Kiyahudi. Ni sehemu maalum kwa ajili ya Waislamu, Uislamu safi kabisa. Je, wakombozi wa eneo lile watakuwa ni wale Waislamu wanaojiita Waislamu wanaomuona Abu Bakar as-Siddiq kuwa kafiri? Wao ndio wataweza kuikomboa Masjid al-Aqsa? Au ni wale Waislamu wanamuona Uthman bin Affan kuwa ni kafiri dhalim na kuuawa kwake ndio kheri kwenye umma huu, ndio wenye haki ya kuikomboa na kuipigania al-Masjid al-Aqsa? Sasa kuna maneno mengi yanazungumzwa na wanaharakati mbalimbali na watu wenye pengine mapenzi ya dini wakilaumu kwamba bwana Mayahudi wamefanikiwa. Wamefanikiwa vipi? Wamefanikiwa kuitawala al-Aqsa pale kwa sababu wameweza kuwatawanya, kuwagawa Waislamu. Farriq tasud, divide and rule. Hiyo gawa utawale. Sasa wamefanikiwa kuwagawa Waislamu, wakaweka vikundi. Badala ya kupambana na mzayuni wakawa wanapambana wenyewe. Huu Shia, huu Sunni, Waislamu bwana tumefeli hapo bwana. Hizi ni lugha zipo mtaani, zipo kwenye mimbar, zikionyesha lawama kwa Waislamu kuwa kadhia hii wanafeli kwenye kadhia hii kwa sababu ya migawanyiko. Sawa, tutaangazia hilo kesho inshallah kwenye darasa letu, lakini nalitanguliza kabisa. Lawama zipo. Je, ni kweli kilichofanya sisi tufeli ni hilo? Natija yake ni kwamba tusiangalie hayo ya kwamba huyu si mshia, yule si msuni. Tusiangalie hayo. Sisi sote ni Waislamu, tusema la ilaha illa Allah. Hata kuna kiongozi mmoja mkubwa kabisa wa nchi kubwa duniani azungumza, hakuna masala kugawa Waislamu, huyu Sunni, huyu Shia. Hakuna haya ndio tutazorotesha sisi. Hakuna vipi? Hakuna kuwa hayapo kabisa kwenye vitabu, hamna kabisa. Ni uzushi tu umetoka hapa juzi, ni maneno yanazungumzwa mtaani. Au hakuna kwa maana kwamba hatutakiwi sisi kugawanyika, na sababu hizo si sababu za msingi za kumwombea huyu Shia au huyu Msunni, si sababu za msingi. Kwa hiyo Shia sawa, Sunni sawa, ndio maana yake. Sasa kuna kauli hizi zinazungumzwa kwamba lawama kubwa kabisa imesimamishwa hapo. Mgawanyiko umekuja kwa sababu ya ubinafsi. Mambo haya mapote, Myahudi kafanikiwa kutugawa. Kikawaida Waislamu waliosimama msimamo sawa wa dini wakiingia kwenye mizozo isiyokuwa na misingi,
watapatwa na udhaifu. Wa atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Mtiini Allah na mtiini mtume sallallahu alaihi wasallam, msizozane, mtafeli, mtashindwa, nguvu zenu zitaondoka. Lakini kwanza mtiini Allah na mtiini mtume sallallahu alaihi wasallam. Usianze iko wala tanaza'u fatafshalu kenda mbele, anza huko atii'u Allah wa atii'u ar-rasul. Mwanzo aya imeanza huku. Mizozo mingi inakuja kwa sababu ya watu kuacha kumtii Allah na mtume wake. Sasa usitaki kusawazisha panapotokea mzozo baina ya anayemtii Allah na mtume wake na yule asiyemtii Allah na mtume wake. Wakizozana useme anaje kuzozana bwana, wala tanaza'u fatafshal. Je, taa ya Allah na mtume wake iko? Sababu ya mzozo wao ni nini? Tumesoma sisi hadithi nyingi zinazoonyesha udhaifu na madhila yatakayowasibu waislamu na sababu zake. Je, sababu hizo zipo? Kama zipo tumeweza kuziondoa? Wewe tusiende kwa jazba, tusiende na hamasa. Ardhi ya Palestina bilkhusus Al-Masjid Al-Aqsa, pale ni mahali patakatifu, ni milki ya Waislamu walio safi kabisa. Na ardhi ile hata kama imeporwa, msikiti umefungwa, itarudi kwenye mikono ya Waislamu iko siku moja, wale Waislamu wa kweli kabisa. Lakini lazima tulijue hili kwamba ile ni mali yetu sisi Waislamu, si mali ya Waarabu. Wale Waarabu mpaka wewe Waislamu kweli ni yao kweli. Kwa si hati miliki ya mtu fulani. Alafu wewe ulishahama, umeondoka hapa kwenu maelfu na mamia ya miaka, ukahamia sehemu nyingine, ukatafuta makazi mengine. Wakaja watu wengine wakaishi, wakaimarisha kwa miaka mingi, tujalie hawakuwepo. Leo wataka kurudi pale. Mimi naijua historia ya makabila na miguro yao, kwamba taifa fulani asili yao ilikuwa mahali fulani, likahamia mahali fulani, baada ya vita wale wenyeji wakaondoka au wakasogea sehemu nyingine, ili likakaa hapa. Hawa watu fulani leo ukienda ukitazama Amerika, ukitazama ile ramani yao kwa mujibu wa mataifa yaliyoko Amerika, utaona kuna watu wakiitwa Red Indians, walikuwa ndio asili wa Mexico. Kuna ukanda wa Afrika, kuna ukanda wa wazungu wa Uingereza, kuna ukanda wa Wajerumani. Yaani watu wamehamia katika ile nchi, lakini sasa ndio wenyeji wenye nchi. Na wengine washakuwa mpaka marais. Hakuna rais kutoka Afrika. Hayuko. Baba tu kwenda kule kutafuta elimu, kusoma, kasomesha, kaacha kizazi, kawa tayari na rais. Ni watu wamefanya kuhamia, wahamiaji. Sasa leo ukawatoe pale, waambie rudini kwenu, hapa kwetu. Waje Wahindi wekundu wasema kwetu hapa. Watafuta malao wewe, utafuta ugomvi. Dunia haipelekwi hivyo. Kwamba zamani, unajua miaka 100 iliyopita babu zetu, wewe watafuta ugomvi. Tumeelewana? Hivyo hivyo nchi nyingi za Ulaya zilikuwa hivyo, wakazi wake hawakuwa asili hapo. Ukienda Uturuki, ukienda Misri, ukienda Algeria, ukienda Morocco, kwani wenyeji wa asili kabla ya Waarabu Misri ni kina nani? Wakipti. Waarabu walitoka wapi? Walikuja na Uislamu, lakini ndio wengi sasa hivi. Nenda Misri waambie bwana Waarabu hapa sio kwenu. Togeni sasa. Ni wapisheni Wakipti. Wewe watafuta vita, dunia haitakalika hii. Wewe nenda katika hii mikoa yote Tanzania hapa makabila. Kuna makabila yametoka Kongo, kuna makabila yametoka South Africa, kuna makabila yametoka Malawi, kuna makabila watu wanafanya kuingia. Hawa wametoka, hawa wameingia. Kwa hiyo sisi tujue kwamba kabila hili limetokea Burundi.
hili limetokea Kongo, kwanza tujue hawa wamevuka kutoka bonde la Ufa upande wa Kenya, hatujui historia hizo. Sasa wewe ukitaka kuleta maneno sasa hivi kwamba nyinyi Warangi rudini Ethiopia, mzee Rungo anakwenda Ethiopia, mjua nani? Watafuta vita, tafuta vita. Sasa kikanuni tu za kidunia pia mambo hayako namna hiyo. Leo unamleta vipi Mlowezi katika nchi wa Mkita pale kimabavu, amlinda aua, afanye ujeuri kabisa pale na kibri, ana haki hapa nini? Isaka, Yakubu, wewe mjue Yakubu na Isaka. Dunia iko kimya, bali ya msapoti yule. Waliamua kufanya dhulma, lakini lengo pia kimkakati zaidi, lengo lao ni kumweka Mzayuni pale kwa lengo la kuudhoofisha Uislamu, kwa sababu katika mipango yao Mayahudi hawa Wazayuni wanasema ramani yao inaanza mto Naili mpaka mto Frati. Watahakikisha maeneo yote haya wanayachukua, yani kutoka Misri mpaka Iraki. Kwa hiyo katikati hapo kuna nchi zote za Gulf zitaingia, ikiwemo Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirates, Oman na Iraki yenyewe katika baadhi ya maeneo mpaka mto Furat. Na Yemen pia ni yao, sababu pia Mayahudi walipita huko, na Makka na Madina. Pasa Madina Ausi walipokuja waliwakuta wale Banu Qainuqa na Banu Nadhir na Bani Quraidha, kwa kote kwao huko, na walifanya mihawala tofauti ya kutaka kuziteka hizi ardhi tangu zamani. Hata wakati wa Warumi baada ya vita vya msalaba walifanya majaribio, sio hayo tu, walifanya jaribio pia la kuingia Madina, wakalifukue kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu watoe mifupa yake, alafu wafanye biashara sana Waislamu. Bwana, sisi tushachukua mifupa ya mtume wenu, mtatuachia Palestina, mtuachie, mkituachia tuwapa mtume wenu. Hilo jambo lipo, limeelezwa na wanazuoni na lilitokea. Wale majasusi wale walikamatwa pale Madina katika Banu al-Asfar, wanazungumza Kituruki na wanazungumza Kiarabu vizuri, walitumwa pale. Kwa hiyo kuna mbinu nyingi za Waislamu za kutaka kuwarudisha nyuma Uislamu katika dini yao. Mimi ninavyoamini kwa yakini kwamba jambo hili liko kwa mpito sana, lakini Myahudi hawezi kufanikiwa, sio Myahudi wala sio Mnasara wala sio washirika wao, hawezi kufanikiwa. Lakini ni lazima sisi Waislamu tujitambue wenyewe ni kina nani, tunatakiwa tuwe vipi, basi alafu tuanze kuchukua hatua. Tumeelewana? Lakini haya makundi haya yanapiga kelele Aqsa, Palestina, tusitarajie kutoka kwao kheri. Nitaeleza kesho inshallah hayo kwa nini mimi nasema hivyo. Je, Ar-Rafidha ndio tegemeo letu kwamba Mshia atampiga Myahudi ili aichukue Aqsa? Kwani Mashia wao wanasema Masjidul Aqsa iko wapi kwa mujibu wa vitabu vyao? Ndio ile? Na msimamo wao ni upi? Na kwa nini wao wanalipigania jambo hili? Na hapa habari tu haraka haraka, katika vitabu vikubwa vya Kishia wao wanaamini kwamba Masjidul Aqsa iko mbingu ya 4. Hamjasikia habari? Iko katika mbingu ya 4 huko. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa. Masjid alaqsa iko mbingu ya 4, si hii. Sasa mbona Aqsa Qudsi kuna nini? Kwa nini Mayahudi sasa wapigana na Wairani wa Shia, na nyinyi mwasema kwamba Mashia asili yao ni Mayahudi? Mbona wapigana nao sasa? Hizo sio hoja. Naweza kuuliza wewe, kwa nini Ukraine wanapigana na Urusi? Si wote wa Orthodox? Kwani ndugu hawezi kupigana? Marafiki hawezi kupigana? Anapigana, mambo yatokea.
tuzungumze uhakika wa jambo lilivyo, tusizungumze kwa hamasa na hisia. Si vita viendelea Ukraine leo na Russia, kwani huyu ni Mkristo, huyu Muislamu? Wote wa Kristo. Au huyu labda ni Mlutherani, Mluteri, na huyu ni Mkatoliki, wa Orthodox. Kuna maslahi, wamepishana, wapigana. Lakini sisi Waislamu sisi tukaika matumaini yetu kwamba eti kuna nchi ya Kishia itakuja kukomboa Aqsa. Never, abadan, haiwezi kutokea kitu kama hicho. Tusahau kabisa jambo hili. Kwa hiyo tujue tu, sababu hitimisho ni kwamba tutakuja nini Waislamu tufanye, na tumekwama wapi na tufanye nini ili hali irudi katika usawa wake, mambo yapite katika mapito yake. Si hivi. Tumefeli wapi, tumekwama wapi, ufumbuzi wake ni nini? Hilo ndio jambo la msingi sisi kufahamishana. Lakini maneno mengine yoyote itakuwa ni propaganda zisizokuwa na faida yoyote. Kwa hiyo Bani Israila ni ukoo wa Nabiiullah Yaqub. Hawa Mayahudi wajinasibu wengi wao ni Makhazar na mataifa mengine, wala hawanasibiana na Bani Israila. Moja, Mayahudi, Uyahudi ni dini, ni wafuasi wanaojifanya wanamfuata Musa alayhi salatu wassalam. Lakini kwa kuwa mafunzo ya Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam wameyapotosha, wameyaharibu, hawasilihi kupata zile sifa walizopata wafuasi wa Musa alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo Palestina au Masjid al-Aqsa haiwezi kuwa yao. Kilichokuwepo ni uzayuni, mambo ya siasa ya kutaka kuwaweka watu kimabavu na kuwakalia watu kimabavu na kutaka kupitisha agenda zao za siri, kwa sababu ya uadui wao walionao dhidi ya Uislamu na chuki zao walizonazo dhidi ya Waarabu na mataifa yale ya Kiarabu, na uchu wao walionao juu ya utajiri uliopo katika nchi za Kiarabu. Basi hakuna kitu kingine. Tumeelewana? Kama alikuwa tafuta sehemu ya kuishi, ungewapeleka Kongo, kuna msitu, kuna eneo utembea hata siku 3 hakuna mtu, wabwage huko wale matunda basi. Lakini wana mpango wao kimaalum, mkakati kwa ajili ya kutaka kudhoofisha Uislamu. Tusipojitambua tutamalizwa sisi. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah wassalam. Hapa swali limekuja pamoja na kwa msikiti huu ni mtukufu. Je, kuna jambo jingine ambalo katika msikiti huo katika nchi hiyo au katika nchi hiyo inayopelekea hao watu waovu kupenda zaidi msikiti? Yaani katika mambo yanayovutia zaidi ni kwa ardhi ile, ni ardhi ya mitume. Jambo likizungumzwa kidini la fanana, yani kwa sababu ni ardhi tukufu, waliopita mitume wengi wa Allah subhanahu wa ta'ala wamepita katika ardhi ile takatifu. Mataifa mengi ya kale makongwe yamepita katika ardhi hii na mitume watukufu, na kuna alama nyingi za kihistoria. Kwa hiyo ukitaka kulipeleka jambo la kidini lifanane na dini kama vile wanaofanya wao, basi mahali panapolita sura ya uhalisia zaidi ni pale, kuliko wangesema wao ni taifa la Allah teule alafu wakaenda wakamwagwa Angola huko. Haifanani. Huko kuna nabii Angola huko, nabii nani wewe? Haikuwa yafanani. Sawa? Kwa pale wakaundwa watu mataifa mbalimbali, wakawekwa watu mseto kwa agenda maalum. Umefahamu? Kwa hiyo kuna sababu miongoni mwa hizo ni hiyo, kwa ni ardhi ya mitume, ardhi ya wahi, ardhi ya vitabu. Naam. Adolf Hitler. Ndio mchanganyiko. Alafu ni watu wakorofi pia. Sikutaka kueleza mambo mengi na maisha yao walipokwenda katika ulimwengu na ukorofi wanaofanya, ni watu wa ukorofi. Kwa hiyo hizo stories za Hitler pia ni stories za kutengeneza nyingi sana. Yaani kuna mambo mengi yametengenezwa, si mambo ya kweli sana, yani hana ukweli wa hivyo. Unajua uko shule ni mwadanganywa sana.
ni wenyewe amjui. Allah waongoze vijana wetu kimwadanganywa sana, alafu maskini wala hamna namna ya kujikomboa kujitetea kwamba hapa sasa mimi nadanganywa. Sio wakati mwingine ukajua huu uongo, lakini ngoja twende kwa sababu ndio jibu naitoa. Wewe waona kweli, ukikaa pale utingisha kichwa unaona kwamba sasa ukizungumza mbele za watu fact nini, uongo mtupu tosha. Subhanakallahumma wa bihamdika